Akizungumza na mamia ya waumini wa madhehebu ya Kiislamu kwa niaba ya Rais Dr. John Magufuli, Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa ameahidi kuwa serikali ya awamu ya 5 itaimarisha uhusiano na taasisi mbalimbali za dini na inatambua mchango wa mashirika ya dini katika kuisaidia serikali, hususan katika kudumisha amani, mshikamano na kuwajenga wananchi katika kufuata maadili ambayo yataisaidia serikali na taifa kwa ujumla. Ombeni sana tuiongoze jamii iishi kwa kuzingatia uhuru ambao serikali yetu kupitia katiba yake imetupatia ya kuabudu bila vikwazo. Tunahitaji amani, tunahitaji utulivu. Tuongoze waumini wetu katika kudumisha amani, utulivu katika nchi yetu. Nchi yetu sasa imekuwa ikitajwa na mataifa mengine kwenye mahali ambako binadamu huishi bila ya vikwazo, na sisi kama serikali tutaendelea kudumisha hilo. Awali akizungumza katika maadhimisho ya siku kuu ya Maulid, Sheikh Mkuu wa Tanzania Abdul Qadir bin Zubair amesema Baraza Kuu la Waislamu Tanzania linatambua mchango wa serikali ya awamu ya 5 katika kusaidia maendeleo, ambapo ametoa wito kwa serikali kutambua mchango wa viongozi wa dini katika kuleta maendeleo, kudumisha amani na kuwafanya Watanzania kuwa kitu kimoja. Nimeiomba serikali vile vile kutambua mchango wa viongozi wa dini na taasisi zao. Ni jambo muhimu. Kwa serikali tunaiomba itambue mchango wa viongozi wa kidini na taasisi zao katika kuchangia amani na utulivu katika nchi na maendeleo katika sekta mbalimbali za elimu na afya, uchumi na mengineyo. Vile vile tunaiomba serikali itambue vile vile dhamana ya viongozi wa dini katika jamii na iwashirikishe hata katika maamuzi yoyote yaliyohusu jamii ili kuzuia mgongano. Serikali hii imedhamiria kwa dhati kwamba inataka kuwasaidia wananchi na iko pamoja na wananchi. Katika hatua nyingine, mamia ya wanawake waumini wa madhehebu ya Kiislamu wa mkoa wa Dar es Salaam wameshiriki katika maadhimisho ya sherehe za kuzaliwa Mtume Muhammad katika ukumbi wa Diamond jijini Dar es Salaam, ambapo akizungumza katika maadhimisho hayo, mgeni rasmi aliyewahi kuwa waziri wa katiba na sheria Dr. Asha Rose Migiro amewataka wanawake wa Kiislamu nchini kutambua wajibu wao kwa taifa lao, ikiwa ni pamoja na kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Hii imetoa fursa ya wazi kabisa kwa wanawake, na kama ulivyoona leo hapa, hii ni hadhara ya wanawake kuonyesha kwamba wanawake ni viongozi na wanawake wanaweza kaongoza shughuli za dini. Kwa hiyo tumetoa wito kwamba tunapojitokeza katika shughuli za dini, tujitokeze pia katika shughuli za jamii, kwa sababu Uislamu haukubagua katika kutoa uongozi kwa wanawake au kwa wanaume. Tunatoa wito kwa kina mama, maulidi isiwe maulidi tu. Tumfuate na mtume wetu Muhammad, ndio kigezo chetu chema. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa muombezi wetu wanawake. Enzi za ujahilia wanawake tulikuwa hatuna thamani, wanawake tulikuwa tuko nyuma, tulidirikiwa kuchinjwa. Lakini sasa hivi kushuka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuombea. Sasa hivi wanawake leo tuna maendeleo mpaka tunadiriki kushika uongozi wa juu kabisa. Kama ambavyo umeweza kujionea, mengi yamezungumzwa hapa katika viwanja vya Karimjee, ambapo mamia ya waumini wa madhehebu ya Kiislamu wameweza kujumuika pamoja kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Kutoka hapa katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.